Mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu yenye kulitangaza neno la Mungu la ufalme wake hapa duniani katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku sawasawa na maandiko yanavyonena. Somo letu la leo ni kutoka kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 14 mstari wa 25 hadi wa 33. Karibu tunaposoma pamoja. Makutano mengi walikuwa wakifuatana naye. Aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kumalizia, asije akashindwa kumaliza baada ya kuupiga msingi? Watu wote waonao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Pendwa mtazamaji, karibu katika somo hili ambalo nimelipa kichwa cha gharama ya kumfuata Yesu. Yesu mara zote alipokuwa akifundisha, alikuwa anafundisha kama mwitikio wa kile kitu ambacho kipo. Aidha ni maswali ya watu wanaomzunguka au ni yale yaliyomo ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo Yesu aliendelea kwa sababu alizungumza mafundisho ambayo yalikuwa ni moja kwa moja yanagusa maisha ya watu. Mpendwa mtazamaji, hata leo neno la Mungu linapokuja, Roho Mtakatifu analipeleka neno kugusa yale ambayo yanapita katika maisha yetu. Mahali hapa tuliposoma, Yesu aliona umati mkubwa wa watu unamfuata. Hamu ya Yesu sio kuwa na watu wengi wanaomfuata na kumshangilia. Ingelikuwa ni siku za leo, mtu angelifurahi kwa sababu dunia ya leo inafurahia wafuasi wengi. Hawajali hata kama hao watu wanamaanisha au wamegeuka kweli, lakini mradi ni umati wa watu. Hata makanisani leo utakuta mtu anafurahia kwa sababu watu ni wengi, na hata watu wengine wanajaribiwa kuto kuzungumza neno la kweli ili lisije likawatifua watu wengine wakapungua kuja, kwa sababu wanavutwa na umati wa watu wengi. Lakini Yesu hapa tunaona kwamba yeye anatafuta wanafunzi wa kweli, wanafunzi ambao wameamua kumfuata. Yesu anahusika na matokeo. Hataki awe na watu ambao mwisho wa siku watashindwa kupata kila ambacho wanakitarajia. Yesu alikuja ili kuleta uzima, na wote wamfuatao sharti wafuate njia yake ili wapokee uzima wa milele. Kumfuata Yesu kunahitaji mambo kadhaa. Moja, kunahitaji upendo wa kipekee kwa Yesu. Upendo wako kwa Yesu ni lazima uzidi ule upendo ulionao kwa familia yako, izidi ule upendo ulionao kwa maisha yako binafsi,
mali yako, ni lazima uwe na upendo unaozidi. Yesu anasema kwamba upende hata kuzidi unavyojipenda mwenyewe. Lakini pia Yesu anasema kwamba ili uweze kumfuata Yesu ni lazima ubebe msalaba wako. Kubeba msalaba hapa, mpendwa mtazamaji, maana yake ni kuwa tayari hata kuteseka, kuwa tayari kukataliwa, kuwa tayari hata kufa kwa ajili ya kumfuata Yesu. Kwa Yesu anamaanisha kweli kweli kwamba unaposema unamfuata Yesu unamaanisha, unaelewa, na kwa sababu hiyo unachukua gharama. Ni maisha ya kujikana nafsi kila siku. Pia gharama ya kumfuata Yesu ni kuhesabu gharama. Hapa Yesu ametoa mifano miwili. Ametoa mfano wa mtu anayetaka kujenga mnara. Anasema kwamba ni lazima aweze kuketi chini na kufikiri, aweze kuangalia gharama zile ambazo zinahitajika. Je, gharama ninazo za kutosha? Je, ninahitaji kutumia kiasi gani? Kwa hiyo Yesu anaonyesha kwamba kumfuata Yesu maana yake ni kwamba ni kumaanisha ni lazima kuchukua gharama, kuwa tayari kwamba nimemfuata Yesu na ninataka niende pamoja naye. Na mfano mwingine ambao Yesu aliutoa ni mfano wa mtu aendaye vitani, mfalme ambaye ana jeshi la askari 10,000 na anataka kwenda kupambana au kupigana na jeshi lingine. Asema ni lazima keti chini, aangalie, aone kwamba je, anao uwezo wa kupigana, asije akaanzisha vita ambayo hataiweza. Kwa hiyo tunaona jinsi ambavyo Yesu anaonyesha kwamba unahitaji kufanya maamuzi na kujua gharama za kila ambacho umekiamua. Kwa hiyo kumfuata Yesu au kuwa mwanafunzi wa Yesu maana yake ni kujitoa kikamilifu. Anasema kadhalika yeyote asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa maana yake ni kwamba ni kujitoa kikamilifu. Je, umejitoa kikamilifu unapomfuata Yesu? Sasa hii sio maana yake unatumia nguvu zako mwenyewe, lakini unamwachia Yesu maisha yako na yeye anakusaidia. Anachohitaji Yesu ni wewe kumwambia Yesu, ninajitoa kwako, na yeye anakupa nguvu na kukushindia. Kinachohitajika ni maamuzi yako kwamba Yesu, ninakuhitaji, nipe nguvu, niwezeshe. Yeye anakuwezesha. Na fundisho hapa ni kwamba Yesu hataki wasindikizaji, hataki mashabiki, hataki tu washangiliaji, anataka wanafunzi. Mpendwa mtazamaji, Yesu anakutarajia wewe uweze kuwa mwanafunzi wake. Mwanafunzi wake ni yule ambaye ameamua kumfuata Yesu kwa moyo wake wote, kwamba Yesu, ninajitoa kwako, ninataka nikufuate katika maisha yangu. Ninajua jinsi unavyonipenda, jinsi ambavyo ulikufa msalabani kwa ajili yangu, na jinsi ambavyo ulilipa gharama kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaamua Yesu kukukubali wewe kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kwa hiyo kumfuata Yesu, kuwa mwanafunzi wa Yesu, sio jambo la juu juu, sio jambo la msisimko, sio jambo la kujifurahisha, lakini ni jambo la kufanya maamuzi. Na ukifanya hayo maamuzi, Yesu Kristo anakujaza nguvu tele na kukuwezesha kuishi maisha yenye ushindi. Pendwa mtazamaji wangu, ninapomalizia, ninapenda kukupa nafasi ya kumpokea Yesu katika maisha yako. Endapo hujawahi kufanya hivyo, inawezekana mpendwa mtazamaji, hujawahi kumwambia Yesu kwamba Bwana, ninakuruhusu uingie ndani ya moyo wangu, unifanye kuwa kiumbe kipya. Jambo hilo mpendwa mtazamaji, ukilifanya na kuliamua, Yesu atakubadilisha na atakupa uzima wa milele. Kama hujawahi kufanya, naomba unifuatishe katika sala hii ili kwamba Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo hii, kwa sababu saa ya wokovu ni sasa. Unapolisikia neno la Mungu, ndio wakati ambao Bwana yupo na nguvu zake ili kukupa uzima. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa upendo wako.
Ninaomba Bwana unisamehe dhambi zangu. Ninaomba Bwana unipe badiliko la ndani ya moyo. Ninaamua kukufuata wewe Yesu. Nikutumikie wewe. Nikuabudu wewe. Asante kwa upendo wako. Asante kwa rehema zako. Asante kwa kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Ninakushukuru Yesu. Amen.